wote wanaoingiza mafuta kuna tozo ziko karibu 20, basi zitozwe, ziondolewe hata 15. Hizi zingine bandari ifidie, rasilimali tulizopewa na Mungu zifidie. Lakini sasa unaposema uendelee kuongeza na watu waendelee kutozwa tozo, maana yake wala hauwaumizi wale wanaoagiza mafuta hivi. Unajua wanaoingiza mafuta hawana hasara. Hata watasema lita moja ni shilingi 10,000. Anayeumizwa ni huyo abiria wa mwisho kabisa, consumer wa mwisho kabisa, ambaye hana uwezo, pengine amepanda daladala, amesikia ndugu yake amekufa Chalinze, hata hana hela, ameamua akauze mbuzi wake apande aende kule arudi. Huyo tu ndio mno. Sasa mtazamo wa serikali ungekuwa kwamba kila kitu kinapopanda wamwangalie mlaji wa mwisho, wamhurumie, kwa sababu hata huko madarakani ni hawa watu wa chini ndio walipigia kura wakakuweka, au kama hawakukupigia, lakini watu wengi unaowaongoza ni watu wa chini. Kwa hiyo unaposema mafuta yapande, maana yake umemgusa kila kitu. Hii haiwaumizi wanasiasa, kwa sababu hao tayari walishajirimbikizia mali. Kwa hiyo ni kwa upande wa mtazamo wa kawaida, lakini katika mtazamo wa kiroho, sisi ambao tunaangalia kutoka rohoni, hizi ndio nyakati za mwisho, na hizi ni dalili tu za hitimisho la mwisho wa dunia, kwa sababu hii vita sio ya mtu mmoja. Hii vita inaenea. Ndipo nakuja kukuta ile Mathayo 24 kuanzia ule mstari wa 3, jinsi wanafunzi wa Yesu walivyoenda kumwambia kwamba mwisho wa dunia itakuwaje na kuja kwake. Ameeleza vitu vingi, vita, magonjwa, matetemeko, lakini kitu cha mwisho kabisa akasema wakati huo utakuwa na dhiki kubwa sana, ambayo haijawahi kutokea toka kuwekwa misingi ya dunia na haitatokea tena. Lakini kwa ajili ya, anasema siku hizo zisingepitwa, asingeokoka mtu hata mmoja, ila kwa ajili ya watakatifu siku hizo zitafika. Kwa hiyo niimize tu kwamba waombaji misikitini, kanisani, mitaani wamuombe Mungu sana, kwa sababu hii dhiki tunayoiona ni chanzo tu, lakini inakuja. Na nikizingatia ule, kama sikosei, mstari wa 7 ule, sasa hivi si taifa na taifa ndio linapigana, lakini kinachokuja ni ufalme kwa ufalme utakapoanza kupigana. Hapo maana hii vita inaenda itatugawa kiuchumi, itakwenda itatugawa na kwenye dini, kwenye imani. Sasa hapo ndipo hizo ziki zitakapo. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana, lakini ni washauri na hao vigogo wa dunia, hizi mali zote hizi tunazitaka kuwanyang'anya wenzetu, mafuta huko wapi, zote tutaziacha. Hakuna mtu ambaye aliwahi kwenda na mali yake mbinguni. Mimi nawasihi hata wanasiasa wa Tanzania angalieni tu namna ambavyo mtawahendwa hao wananchi wa chini. Sasa hivi matibabu hospitali ndio sasa hivi zimekuwa kama ndio machinjio. Watu wengi wanakimbilia kwetu sisi madaktari wa tiba.